Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kuafikiwa na bodi ya ligi pamoja na TFF. Inaelezwa maamuzi ambayo yameweza kutolewa yameweza kuwanufaisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni maamuzi gani hayo ambayo yameweza kutangazwa kwa wakati huu? Nimekusogezea hapa kila kitu, tutakwenda kujua mwanzo mwisho. TFF na bodi ya ligi wameweza kukubaliana kipi juu ya maamuzi mapya ambayo wameweza kuyatangaza muda huu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze haya ambayo yanaendelea. Bana, shirikisho la soka Tanzania TFF bado linaendelea kusisitiza kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sport Club ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa Machi 8, 2025, ambapo imeweza kuahirishwa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kudai yale ambayo yameweza kutokea getini mara baada ya kuweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na kile ambacho kilichoelezwa na klabu ya Young Africans, ambapo Young Africans wao walisema ya kwamba taratibu zote zilifuatwa na hakuna janga lolote ambalo lingeweza kuzuia mchezo kuchezwa. Wenyewe wakasema ya kwamba mechi inachezwa na mechi ipo kama kawaida, huku shirikisho la soka likiungana na klabu ya Simba kutangaza ya kwamba mchezo huo umeweza kuahirishwa kwa kufuata kanuni ambazo zimeweza kuwafanya waweze kuahirisha mchezo huo ambao ulidaiwa ya kwamba ulikuwa na sintofahamu. Sasa unaambiwa kile ambacho kimeweza kutokea, huenda klabu ya soka ya Young Africans wakaanza kupata adhabu kali, ikiwemo pia kuweza kupokonywa ama kuchukuliwa matokeo na kupewa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao ikibainika ya kwamba ile kilichotokea pale Young Africans wanahusika moja kwa moja na walipanga njama pengine labda kwa namna yoyote, basi bila shaka watakwenda kukutana na kazia kama hiyo, ambapo inadaiwa ya kwamba hayo maamuzi huenda yakatolewa muda si mrefu kuhusiana na hiki. Lakini ukipitia katika ukurasa wa meneja wa klabu ya Simba, ameweza kuandika vipengele 11 ambavyo vilivyoweza kujitokeza. Anasema ya kwamba kutotii mamlaka baada ya taarifa kutoka hapa, akizungumzia Young Africans kugomea yale ambayo aliweza kutolewa na mamlaka kwamba mechi imezuiliwa, wao wakaendelea na shughuli zao. Lakini 2, kudharau taasisi inaongoza soka. 3, chombo cha usalama kusindikiza msafara unaokwenda kuvunja utaratibu, sheria na kanuni. Yani kimaanisha kwamba usalama kuweza kuwasindikiza Young Africans katika kuelekea katika dabi ya Kariakoo ambapo waliingia uwanjani, unaona bana, na escort ya chombo cha usalama ambacho wamekiandika mwenyewe. 4, kuruhusu kuingia uwanjani waliotakiwa kuingia kikanuni kukataliwa. Yani wanazungumzia Yanga kuruhusiwa kuingia uwanjani Benjamin Mkapa. 5, kupita geti lisiloruhusiwa kisheria, maana yake ni kuruka ukuta tu. 6, mamlaka ya uwanja kuruhusu kuingia uwanjani watu wasiotambuliwa kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya mpira. 7, mamlaka kuruhusu timu isiyostahili kupasha miili joto bila kukaguliwa. 8, vyombo vya ulinzi kuhangaika na waliofika kupata burudani na kuwaacha wale wanaoendelea kuvunja utaratibu. 9, kuongeza hofu miongoni mwa wadau wa soka. 10, kuhatarisha amani uwanjani, sehemu za starehe, kwenye mikusanyiko kwa makusudi. 11, kuwaona wanachama na mashabiki wao amnazo kwa kuwachosha siku nzima bila sababu ya msingi.
mambo ni mengi, wacha niendelee kuzima simu. Unaona bana, akiweza kuandika hivyo meneja wa klabu ya Simba Sport Club Patrick Paul akiweza kuzungumzia kile kilichoweza kujili katika sakata la dabi ya Kariakoo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana haya.